Karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Niliozeshwa Mwanaume Jogoo Hawiki. Hiki ni kipande cha 6. Kama hukuwa nami kipande cha kwanza, hakikisha unakuwa unasikiliza hadi cha 5 na mwisho najiunga kipande cha 6. Mimi ni Mr. King Vam. Ungana nami wakati huu. Usisahau kulike na kushare na marafiki. Tulipoishia, wacha nikukumbushe kidogo nyuma kidogo. Tabu anasema, jamani, nawaza nini kinaendelea. Nilipokea simu, akaita. Alo, sauti ya kaka George ananiambia, njoo hapa ukweni kwako. Alafu simu kakata. Swali zito likawa kichwani kwangu. Simu imetoka jina la mume wangu, sauti ya kaka George, na nani kareta simu? Nimebaki kichwa kinaniuma, akijui nini nifanye. Je, hapo ndipo tulipokuwa tumeishia? Tabu ataenda ukweni au atalazimika kubaki pale nyumbani kwa George? Basi majibu tutakuwa nayo katika kipande cha 6. Ungana nami tuanze. Nikaamua kumpigia tena kaka George, lakini kwa awamu hii hakupatikana. Ikabidi nione kama nimepigwa sana, nafikiri mambo mengi kwa wakati mmoja. Na kaka George ndio kaongea kwenye simu au wengi langu, maana nilikuwa namuwaza kaka George muda mrefu kichwani, nawaza sana. Mama ananiambia, mwanangu, mbona umepoteza nuru ghafla? Nini kimetokea Tabu wangu? Ile nataka nimjibu, nakuta simu inaita tena. Sasa naona tena ya baba. Napokea simu, nasikia sauti ya mume wangu. Anasema, mke wangu, upo wapi? Ile nataka tu kujibu, naona simu ya kaka George inaingia, nikakata. Ili nipokee simu ya kaka George, namsikia kaka George anasema, nenda ukweni kwako. Alafu uwe makini, usiingie ndani, wasikilize kile wanachoongea. Unaona hapo mbele yako kuna mfuko mweusi, kuna nguo zivae hizo. Kuna mtu utamuona kavaa nguo kama hizo, kae naye karibu, ila usimsalimie. Fata ninakwambia, sitaki maswali. Hiyo ndio ilikuwa simu ya kaka George kwenda kwa Tabu. Nikaenda kuchukua ule mfuko, nikiwa najiuliza, huu mfuko kauleta nani? Nikafungua ndani, kuna nguo mzuri za kike na kikabu mzuri nilivaa mpaka mama akasema, hakika mwanangu, umependeza, umetoka kike aswa, yani mwanangu, umependeza sana. Nikamwambia mama, nakuja, lakini mama alitaka kunizuia mimi huyo, nikaondoka. Ile kufika kule na mkuta mdada kweli kavaa kama mimi, alafu kama anaongea na simu karibu na mlango wa wakwe zangu. Kwa sababu nimeambiwa nisimsalimie, kweli sikumsalimia. Nafika pale, masikini mume wangu anasema, mama, mimi nasema baba afie jera. Mimi sijajua kama baba akili, yani anazo nini anamfanyia yule mama wa mke wangu. Alafu nasikia alikuwa anamtaka mke wangu. Huyu kweli ni baba mzuri kwangu?
Kwa nini amtake mke wangu? Sasa hivi mke wangu ana imani na mimi, anadhania mimi na baba lengo ni moja, lakini mimi sio lengo moja na baba. Mama mkwe akasema, kweli mkweo ana imani na wewe, lakini wewe utampendaje mwanamke aliyethubutu kunipiga mimi mama yako? Na kuuliza. Mume wangu akasema, mama, wewe utakuwa umemuumiza tu mke wangu, maana mke wangu namjua, hawezi akakupiga bila kosa. Sasa mama, mimi nasema hivi, kama mke wangu atanipenda mimi, na mimi naacha kazi, hilo ndio neno langu kuu. Mama mkwe akasema, hivi mwanangu, umelogwa wewe? Hapa tukae tujiulize, tunamtoaje baba yako? Sio masuala ya mke. Wewe unajua utamu wa mke wewe? Mama wangu akasema, unaona maneno yako? Wewe si ndo chanzo cha mimi kutojua ladha ya mwanamke. Sasa nasema, mama, mtafute mke wangu anifate mimi mwenyewe. Kama hutaki, mimi sijui ladha ya wanawake, basi nitajua ladha ya wanaume. Mimi naenda kuwa shoga, na wapa wanaume wenzangu mgongo wanipumlie kisogoni. Wewe ndio chanzo, nakwambia ukweli. Mama mkwe akasema, mwanangu, naomba unisamehe, mimi sirudii tena maneno ya kukera, na kuomba usiwaze tena hilo swala kichwani mwako mwanangu, usije ukarudi tena kusema hivyo, sawa? Sasa nasikia sauti ya baba anasema, sikia mwanangu, wewe ndio mume wa mwanangu, nimekuozesha mimi, na mimi nakwambia, iwe mvua iwe jua, leo mimi nitafanya nachofanya, wewe ulale na mkeo, sawa? Mama wangu akasema, sawa, mimi nakusikiliza wewe baba. Nakusikiliza wewe baba mkwe. Basi naye baba alisema hilo limeisha, sasa tupange masuala ya kumtoa baba yako. Kiukweli hapo mume wangu akasema hivi, wewe baba mkwe, unasikia la mkeo kuzalilishwa, alafu unasema ukamtoe? Mwache aonje joto la jiwe kwanza. Baba alisema hivi, wewe ujui kuwa wanawake walishindwa mitume kujua wanawake ni viumbe wa aina gani? Ndio maana mwisho walisema ishini nao kwa akili. Mwanamke anaweza akakuua na anaweza akakuponya, wewe ujui hilo. Sasa mke wangu alimchukia baba yako toka siku aliyoolewa. Kabla hajamaliza neno, mume wangu akasema, wewe fukara, umekulevya ufukara wako mpaka unamwona mkeo mwongo. Yote hayo unafanya kwa ajili ya njaa. Nakwambia hivi, Mungu akupanga wewe uishi kwa kuwategemea hawa wazazi wangu. Hawa wazazi wangu wamekufubaza akili pamoja na elimu yako, uoni mbele. Umekuwa kama bwege nazi, macho matatu mbele uoni. Sasa baba akakumbuka hilo neno, bwege nazi macho matatu mbele uoni. Alishaambiwa na mama, na yeye akaamua kumpiga mama kibao kwa neno hilo hilo. Sasa akasema, basi inatosha, naomba nimpigie mwanangu simu ili uonane naye, sawa? Mambo mengine yaishe. Sasa upande wangu, huyu mwanamke niliambiwa simsemeshe, ananiangalia kwa makini, lakini sura yake ipo kwenye kininja. Sio kile cha kishenzi, ni kininja cha mwanamke kujisitiri yani. Tumefanana mavazi, kila kitu, kasoro yeye kavaa soksi mkononi tu.
Kweli baba akapiga simu. Sasa simu ina mlio, ikaita kwangu. Wao ndani wakashtuka nipo nje. Inamaanisha yule mwanamke alininyang'anya simu akaizima, alafu akanisukuma ishara kama niondoke na yeye aondoke. Sasa kumwambia nipe simu yangu nataka, lakini anaondoka na mimi nikawa naondoka. Sasa yeye anaenda kulia, mimi naenda kushoto. Mume wangu na baba wanatoka nje, hawamuoni mtu. Wanaangalia kulia, wanamuona yule mwanamke mgongoni, wakiangalia kushoto wananiona mimi mgongoni. Mavazi tumefanana. Wakajiuliza ni mtu mmoja au umefanana mavazi au safari moja, mbona hawaongozani? Lakini wakaingia ndani kwanza kumeza mate ya akili. Mimi naenda nyumbani na maswali mengi magumu. Kwanza, George yupo wapi? Mbona aliongea kwenye simu ya mume wangu? Je, mume wangu hayupo pamoja kweli na baba yake, au George ni jini kigeuzi, kigeugeu? Mume wangu anamwambia ukweli mama yake na baba yangu kweli? Mimi sielewi kuna nini mbele ya haya maisha yangu. Mbona naona mambo magumu tofauti na nilivyozania. George ananipasua kichwa. Na ni nani? Na yule mwanamke ni nani? Ile nafika nyumbani namkuta mama ana swali. Mimi kwa wenge langu nikamuita tena mama. Kama kawaida simu ya inaita tena chumbani kwangu. Limejirudia. Sikuwa na uoga, nikaenda kuifata simu yangu, naangalia kaka George ndio anapiga. Napokea, akaniambia jaribu kuwa na heshima na ibada ya mama anaposwali. Hautakiwi kumuita alafu haya yote yabaki kifuani mwako. Mwache mama afanye ibada, anafanya kwa ajili yako. Maana kitendo cha wewe kutaka kufanyiwa kitendo kichafu kinamuuma sana. Usije ukamuita tena kwenye ibada. Badilisha hizo nguo, kuna nguo zipo kabatini, kazivae. Na kuna pete 2, moja mpe mama, mmoja vaa wewe. Alafu mwambie mama kesho aende polisi akashtaki tukio lililotokea juu yenu. Aseme Wasamaria wema wameokoa, asiseme majina yao waliowaokoa. Nimemaliza, sitaki swali, fata maelekezo. Kwa kweli kaka George akakata simu. Kweli kabatini hivyo vitu nimeviona. Sasa naumia kichwa, George yupo wapi? Na mimi ananiletea simu home ndani. Nampa mama pete, vaa mama. Mama hakubisha wala akuuliza ya nini zaidi, aliongea maneno kama ya George, mwanangu, nikiwa kwenye ibada usiniite. Yani nazidi kuvurugwa. Namwambia kesho akashtaki tukio lililotokea, akaniambia sawa. Jamani, ninazidi kuumia kichwa. Mimi na maswali mengi magumu. Sasa yananiumiza peke yangu. Nimeambiwa nisiseme. Nikisema nikaseme kesho nitamuuliza tu kwenye simu, kaka George upo wapi? Kweli asubuhi nilichukua simu nikapiga. Alipokea, nikamuuliza kaka George upo wapi? Lakini kumbuka hii ni simulizi inaitwa Waliniozesha Mwanaume Jogoo Hawiki. Hiki ni kipande cha 6.
Akanijibu, dada, nishakwambia sitaki maswali. Alafu si nilikuaga nilivyoondoka, wewe una shida gani? Mimi nipo huku, akili yangu ipo hapa na huko pia ipo. Sasa msindikize mama kituoni, sawa? Akatoa ripoti ya tukio. Sawa. Nikamwambia, nisamehe kaka George kwa swali nililokuuliza. Sawa, naenda na mama. Kweli tulitoka mimi na mama, tumevaa zile pete kama za madini fulani hivi, lakini hazing'ai. Tukafika kituoni, mama akaingia ndani kutoa maelezo. Akakutana na askari mmoja kama alichukizwa na yale maelezo. Akasema, mama, kaeni pale kwenye mti. Leo unajua taifa lipo kwenye sikukuu ya Muungano, kwa hiyo askari wengi wapo taifa. Kwa hiyo anayeandikisha kesi hayupo hapa. Mama akamuuliza yule askari, hapana, haiwezekani sikukuu iwe chanzo cha shughuli za kiserikali zisifanyike. Wewe nifungulie kesi, mimi nijue nisharipoti tukio hapa. Yule askari akamjibu kwa ukali sana, mama, usitake nikuweke ndani. Unabishana na jeshi la polisi wewe? Toka sasa hivi, ondoka hapa, nenda kakae pale kwenye mti kabla sijakasirika. Mama hakutaka iwe shari, akatoka akaniambia mimi kwamba huyu askari ana hasira zake, kazileta kazini. Majibu aliyonijibu, ngoja tu tufate anavyotaka yeye. Mwanangu, mambo yasiwe mengi. Tukakaa pale kwenye mti. Ghafla namwona mume wangu anakuja kwa hasira, anaingia kituoni. Anasema, hivi ninyi askari mnamtumia sheria gani inayomfanya mfungwa aje kula nyumbani saa 11 anarudi gerezani? Hii sheria namba ngapi? Mbona mnaruhusu mtawaliwe na pesa? Nauliza, kwa nini baba yangu kafungwa lakini anakuja kulala nyumbani? Anapanga mipango mibaya juu ya mke wangu na mama mkwe wangu nyumbani. Ninyi sheria hipi inaruhusu ili swala? Naulizeni. Yule askari aliyemtimua mama akamwambia, kijana, ondoka sasa hivi, naona unatukana jeshi la polisi, ondoka. Mume wangu akasema, alafu wewe ndio unatukana jeshi la polisi? Nishakuona nyumbani mara 2, umesahau wewe ni askari, kazi yako kutulinda wananchi, sio kawaida kuwinda wananchi. Jamani, mimi naondoka, ila nasema hivi, baba yangu mimi kataka kumbaka mke wangu, kamshika maziwa mama mkwe wangu, katukana mahakamani. Kama mahakama ndipo walipomfunga, nitarudi mahakamani kusema yote ninyi mnavyofanya. Ninyi ndio mkimweka rumande mlembo akija mahakamani anakuwa na misuko mengi mipya, mlembo akondi. Kumbe kuna mambo kama haya ya kuzuge watu wapo ndani, kumbe usiku wanalala majumbani mwao. Wezi wa kuku ninyi. Maana wezi wa kuku wamefungwa lakini hawafunguliwe. Mara mama mkwe anakuja, na mwanawe anafoka. Mama akaniambia, tulia, usiende vile, ni vita vya panzi, furaha kwa kunguru. Ngoja tumsikie mama yake atasema nini. Maana mama yake anasema, mkuu, naomba muweke ndani huyo mwanangu, mwenyewe amekosa adabu. Jana kamtukana baba yake usiku wote. Anasema atatoa siri mahakamani ya kuwa yeye analala nyumbani. Sasa naomba
atulizwe ndani kidogo. Yule askari akatuangalia sisi, kumbe sisi muda tulishafika, tupo kwenye mti. Akasema, mama huyu tukimweka ndani lazima kuwe na kesi, na kesi zote lazima ziende mahakamani. Sasa tutaumbuka, naomba kitu kimoja kifanyike. Huyu kaa naye chini, umwambie maisha yalivyo, ataelewa. Wewe atakuelewa wewe mama yake. Mume wangu akasema, mama, chanzo cha matatizo yote ni ndoa yangu. Sasa nasema naenda kuandika talaka nimpe mke wangu, alafu nitashirikiana naye kama tulivyokuwa zamani, kaka na dada, kabla ya ndoa, kuhakikisha baba anatumikia kifungo. Yeye ni mkosefu jela, sio motoni bana. Jela ni sehemu ya mafunzo ya tabia, japo kuna mwalimu wako ni wewe kukosa uhuru wa kuamua na kufanya kwa wakati. Sasa nasema mimi sio mjinga mama. Yaani mama mkwe wangu kanistiri, kanipa heshima uliopoteza wewe, alafu aishi maisha kujificha ficha. Wema wake umemponza. Unataka mama mkwe wangu awe kama mgomba wa ndizi. Uzazi umemponza, akizaa na yeye anakatwa na mtoto wake. Mimi naondoka, namtafuta mke wangu nimpe taraka. Mume wangu anaondoka, anaondoka. Mama yake anamfuata huku anaongea naye. Sasa sijui wanaongea nini, maana ndio wanaondoka. Mama akaniambia, mwanangu, dunia ina mambo, ila twende nyumbani tukampigie simu kaka yako Joji ili tumwambie. Ile tunaondoka, tunafika njiani, tunashangaa tumeshikwa mikono kumwangalia aliyetushika mikono ni baba. Alafu anasema hivi, ninyi wapuuzi, mbona mnasumbua matajiri? Mtakuja kufa kama kuku. Kweni wajinga, mwepushe baraa. Amuogopi maisha mabaya. Yaani maisha haya mabaya sana kushindana na mwenye pesa. Wewe uoni Marekani inafanya chochote sababu ina pesa, ninyi amjui nguvu ya pesa. Nasema twende mkaombe msamaha sasa hivi. Huyu ni baba aliyekuwa anasema anamwambia Tabia pamoja na mama yake Tabia. Huku katushika mikono kwa nguvu. Mama anamwambia, wewe nenda na safari zako, tuache sisi na maisha yetu. Sawa, nenda tuache. Baba alimpiga mama kibao, akanipiga na mimi kibao. Yaani nitamani nimrukie kichwani, ila ndio mzazi wangu. Basi mama anataka amrudishie tu. Kuna gari lilikuja nyuma yetu. Walishuka vijana wanne, akamkamata mimi na mama, tukaingizwa kwenye gari. Cha kwanza walichukua simu zetu wakazitupa nje, alafu gari ikasonga mbele. Baba anasema, wapeni kibano sana, majeuri sana hao. Mama pamoja na Tabia walifungwa vitambaa usoni ili wasijue waendako. Tabia anasema tukafika mpaka sehemu hivi, ilikuwa ni usiku. Na shangaa mkononi zile pete hazipo, nikajua kwenye purukushani zimeanguka pale pale. Tunaangalia mbele, namwona baba mkwe na yule polisi aliyemfukuza mama kituoni. Wamekaa kwenye kiti, alafu kuna mkuki kwenye moto. Ile nafungwa kamba, mimi nimevuliwa blauzia. Mama ananiambia aseme maneno yafuatayo, kwamba yeye akushikwa maziwa na siku anavyohukumiwa baba yule aliyesababisha baba akae ndani
alimfungia nyumbani kwake na alimbaka. Yaani aseme kaka George kambaka mama. Yaani wanataka kumpa kesi kaka George ya ubakaji. Mama asiposema mimi napigwa mkuki wa tumbo. Mama anaambiwa sema faster, huku ule mkuki unatolewa kwenye moto unaelekezwa tumboni kwangu. Hayo ni maisha ya taabu. Yaani baba mkwe anacheka balaa. Basi yule askari akasema, mama, kama utaki kusema hatukulazimishi. Wewe binti, sali sala yako ya mwisho, ukaonane na Mungu huko uendako. Yule jamaa wa mkuki akasema, wewe hakuna muda wa kuomba hapa. Nampelekea mimi mkuki wa moto tumboni. Akawa analeta sasa kweli mkuki wa moto. Namsikia mama anasema, jamani nisamehe, nasema hivi. Namsikia mama anaongea kitu. Yule askari akasema, aya sema faster. Mama akasema, nasema hivi, hakuna mwanadamu atayepaa, sote tutakufa. Kinachogomba muda na msiba upo kama mwenge. Unaposikia mwenge au luki kijiji, ndio msiba au luki mtu. Kila mtu atakufa kwa muda wake. Kwa hiyo naomba huu mkuki anza kunichoma nao mimi, alafu mfate mwanangu. Ninyi mkishindwa kutumia, yani kuishi vizuri duniani, mtahukumiwa kwa Mungu huko. Mungu wa wote wenye njia nzuri, na Mungu ambaye atakuwa anachunguza maisha ya kila binadamu. Njia yetu ni moja, naomba mniue mimi kwanza. Mama alisema hayo maneno kwa ujasiri. Mwenye mkuki akasema, mama, unafikiri ukimtaja Mungu kuna chembe ya huruma? Sasa ngoja ni kuwe kweli. Waswahili wanasema awazalo mjinga ndilo lilalofika, ngoja likufike. Akageuza mkuki akampiga nao mama. Ile anageuka na shanga mkuki umedondoka, na yeye kadondoka, kashika mkono, kumbe kapigwa risasi ya mkono. Naangalia mbele, namwona Spenko kamshika mama mkwe, yupo na watu kama 5 wana bunduki kubwa. Wakasema wote, lala chini. Sauti ya Spenko ilimfanya mama atabasamu kwenye balaa. Spenko akasema, wewe askari mpumbavu wa mwisho, unatumiaga kauli, unadhalilisha jeshi la polisi. Wewe hapa unalipa thamani gani jeshi? Sasa nakwambia sisi tujui na autotujua, tupo kama atupo, ila uwezi fanya kitu cha kijinga tukuache salama. Sasa unaona huyu mama aliyetutoroka kipindi alipanga mpango wa kudhulumu hao watu wanyonge, sababu anacho kipato. Sisi hatutendi na hatupende kuwashtaki. Nasema hivi, huyu ni mfungwa, nisije kumuona tena nje. Wewe mfungwa, na kuuliza, waonagi gerezani kwenye
kilogo chako kila ukirudi asubuhi uoni namba. Ile namba ina maana jana uliona namba 6, leo utaona namba 7 na umetoka mara 7 sasa. Ni namba yenye maana kubwa kwako. Itakuwa ya onyo kwa wenye ndoa wanajua wenyewe namba 7 ina maana gani. Nakwambia usisubutu kutoka tena mule jela. Naitwa Spenko, hilo sio jina langu la kuzaliwa. Na wewe mambo ya kumfuatilia huyu mama ukome. Nimeshaua watu 99, bado mmoja afike 100. Nadhani utakuwa wewe nikiona unamfuata kwa nia ya kumpa vitisho yoyote. Nadhani ndio itakuwa mwisho wako, yaani mwisho wa wewe ya maisha yako. Na wewe askari, kafanye kazi zako. Unakumbuka siku ulimnyima huyu mama haki ya kumfungulia kesi? Mimi nilikuwa pale pale na yule mtoto wa huyu mama ambaye ni mume wa huyu alipojaribu kuwakumbusha, mnafanya sicho mmeona, mfanye kubwa kuliko. Huyo mnampangia kumpa kesi, nadhani wewe polisi unajua yule si mtu wa kawaida. Sipaswi kusema mengi. Nasema kafanya kazi yako kwenye sala yako ya polisi, kwenye sala yako ya polisi. Umeweka kwenye kabati, ila kwenye mfuko wako wa kushoto nimeweka saini yangu. Utaiona imeandikwa Spenko. Itakukumbusha kama naweza kukuua kitandani kwako ikiwa nimeingia kwenye chumba chako na kwenye kabati lako. Jiulize mara 2, Spenko ni nani? Sina mengi zaidi. Nawaambia hawa mama na mtoto wake sasa ruksa tembeni popote, asiwabuguzi mtu. Yule mmeo akikuita nenda, japo mmeo ana tatizo, lakini hawa wana matatizo. Nimemaliza, naondoka. Huyu kijana mpumbavu aliyetaka kuua, ngoja nimkate huu mkono aliyokuwa anatumia vibaya kwa kushika mkuki. Sijawahi ona mtu anakatwa mkono. Nililia. Spenko katoa bisu kubwa, kamkata mkono yule jamaa, alafu akautupa huko, alafu akatuambia sisi tuondoke. Akatupa 30,000 ya nauli. Kweli tuliondoka na mama. Sasa maswali kwangu yaliongezeka. Spenko ni nani? Mpaka mambo ya jela anayajua, mpaka siku ile alipoambiwa kakae nje pale alikuwepo. Kubwa zaidi, kaenda kumwandikia polisi yule saini kwenye nguo zake chumbani kwake. Chengine kawa watu 99. Je, alioua walikosea nini? Mama anawaza na mimi nawaza, mpaka tunapanda gari hatujazungumza kitu chochote, mimi na mama. Tabu anasema tunaweza tunafika nyumbani. Mama yeye ndio mara yake ya kwanza, mimi ikawa mara yangu ya 3 kuona simu imerudi. Mama anashtuka, simu anazikuta mezani na zilitupwa. Na sehemu zilizotupwa ni kule kwenye gari na pete anaziona. Yani mama akawa anasema mbona sielewi.
Mara simu yangu inaita, kuangalia kaka George ananiambia, dada, sasa hivi ninyi tembeeni tu kwa amani, msiwe na hofu. Mimi kesho naanza safari, naomba muje stendi jioni kunipokea, sawa? Ila hizo pete msivae tena. Kaka George akakata simu, akaniacha na mawazo tena. Sasa nawaza Spenko kasema tembeeni msiogope kitu. Kaka George naye anasema vile vile. Kuna nini hapo kinachoendelea? Mbona sielewi mimi? Nikasema kesho kaka George akija nitatoa dukuduku langu, nitalala naye, nitajua kumshawishi tu, ataniambia tu. Kama Samsoni alisema siri yake kwa mwanamke, yeye atasema tu, maana nitatumia kichwa kwa kuwaza. Mara simu yangu inaita tena, anapiga mume wangu, napokea, ananiambia, naomba uje nyumbani. Wakati naongea na simu, kuna SMS imeingia kabla sijamjibu. Nakuja au la, nikakata simu. Nafungua SMS, kaka George ndio ametuma, anasema, nenda usiogope. Da, kazidi kunichanganya. Aise. Kumbuka hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Waliniozesha Mwanaume Jogoo Hawiki. Basi nilikuwa najiuliza maswali, niende au nisiende? Mama akaniambia, mwanangu, unafikiri nini? Mbona upo mnyonge ghafla hivyo? Nikamwambia yote, akaniambia naomba niongee na George. Nikampigia kaka George, akapatikana. Mama akaongea na kaka George. Mama akamwambia yote yaliyotukuta. Kaka George akasema, sawa, nimekuelewa, ila huyo Spenko si amesema mtembee msio na wasiwasi. Sasa nini kinafanya uwe na hofu juu ya usalama wa dada yangu? Usiwe na wasiwasi. Alafu unasema Spenko si ameua watu 99. Sasa yule mama mkwe wa dada hawezi kukubali kuwa wa 100. Ila mama, usiwe na wasiwasi, mwambie asiende, ila amwandikie SMS ya kuwa atakwenda. Mama akaniambia, moyo wangu ulifurahi sana. Nikafanya hivyo, nikamwandikia SMS mume wangu, sitoenda. Basi tulikula tukala. Kumbe yule polisi akamwambia mama mkwe, sasa tunafanyaje? Tufanye kitu kimoja kama wanachofanya wazungu. Mama mkwe alishtuka, akajua natakiwa kuliwa Bulawayo, yaani anamtaka kinyume na maumbile, maana amemuita sehemu wapo wawili tu. Mama mkwe akawa kama kapigwa shoti vile, akamuuliza, tufanye kama wazungu vipi? Vipi? Yule polisi akasema, namaanisha wazungu huwa wanafanya kitu kimoja, watugombanisha watu weusi wenyewe kwa wenyewe, alafu wao ukaa pembeni wanatuuzia silaha. Hapo namaanisha hivi, kwa sababu hii vita tumesimamishwa kibabe na mtu asiyejulikana, Spenko. Kweli mimi nimekuta saini ya Spenko kwenye nguo yangu ya kazi. Huu si mtu wa mchezo. Sasa tutumie akili mpya, sababu mume wa shoga yako, dada mtu wetu, yeye ndiye tumtumie kummaliza mkewe na mwanaye. Ndio maana nakwambia tufanye kama wazungu, yaani tunawagombanisha wenyewe
kwa wenyewe, alafu akimalizana ndio tunaanza swala la rufaa. Sawa? Mama mkwe akasema sawa, bonge la wazo. Sasa hapa yule mwanamke ni mwoga wa maisha, ngoja aje hapa nimwambie, akimuua mkewe namnunulia nyumba kubwa na pesa nampa ya mtaji. Baba kutokana na kutokuwa na pesa, sababu ya ufukara ushamtesa, akakubali atamuua mkewe na baadaye ataoa mwanamke mwingine, ila mtoto tusimguse kwanza. Akimuua mkewe tu, wewe unamwambia ili siri isitoke, lazima mtoto wake afe kwa usalama wake. Bila hivyo mtoto atafanya uchunguzi, atagundua. Polisi akampa 5 mama mkwe, akasema ilo wazo juu la wazo. Sasa mwite yule jamaa aje tupange kabisa mambo yaende. Kweli kabisa, aliitwa baba akaambiwa yale mambo kweli. Baba alikubali kumuua mama, akapewa kitambaa cha sumu, akaambiwa fanya kila njia, hata kupiga magoti mpigie mkeo ili akubali kurudi nyumbani usiku. Na usiku ukilala naye tu akipata usingizi tu mfunike hiki kitambaa cha pua na madhumuni avute pumzi ndani. Utakita maji kidogo unamaliza. Sawa? Baba akakubali kila kitu. Kitambaa kakiweka kwenye begi, yani tayari kumuua mama, kisa pesa. Nyumba atapewa, yani akumbuke mama ni mkewe, yani wao ni mwili mmoja. Wazo hilo kalitupa huko, anawaza utajiri kweli kweli aswa. Na Waswahili wanasema maskini nusu ya ukafiri baba kwa kafiri mmoja kwa mmoja, yani kaingia mzima. Upande wetu mimi na mama tukaenda zetu kumpokea kaka Joji. Anarudi kweli kaka Joji. Karudi kashuka kwenye basi la mkoa. Nazidi kuumiza kichwa. Kaka Joji alikuwa safari kweli, yani moyoni nasema nitajua tu ukweli wa kaka Joji. Mimi ni mwanamke anayeweza akachunguza kitu mara moja akajua ukweli. Tulimpokea mabegi. Kuna kaka mmoja akamwambia kaka Joji, asante sana, umenisaidia sana mimi fukara, nisingeweza kushinda kesi. Naomba Mungu akupe maisha marefu. Kaka Joji akasema asante Mungu na wewe akusaidie. Kaka yule akaondoka. Basi mimi nimebeba begi la kaka Joji, tukapanda uba tukawa tunarudi. Kaka Joji akasema tupiteni sokoni tununue vitu kabisa vya nyumbani. Basi dereva uba akawa anapita sokoni. Sasa tunashuka tu, nashangaa namuona baba kapiga magoti mbele ya mke wake, yani mbele yetu. Anamfuata mama kwa magoti huko anasema, mke wangu nisamehe, mimi nimekukosea, nisamehe mimi. Mama akamwambia huruma mume wake, mama akamwonea huruma mume wake. Akamwambia nyanyuka, nimekusamehe. Watu wote sokoni walikuwa wanamshangaa baba, huku wengine wakisema huyu mwanaume fala kweli, atampigiaje magoti mwanamke huyu anazingua.
Si unajua wanaume wote wanahisi wao ndio wakubwa. Msamaha sio wao kuomba msamaha, sasa wanamuona baba mjinga sana. Kaka George akamwangalia sana baba, ile hajaongea chochote zaidi ya kumsikiliza. Mama akatuaga anaondoka na mumewe. Wakaondoka. Mimi na kaka George tulichukua vitu sokoni. Tulienda moja kwa moja kwa kaka George. Nikamwambia kaka George, kaoge upumzike na uchovu wa safari. Kaka George akaenda kuoga. Mimi na waza akitaka kuoga ale chakula alafu nimwombe nimnyoshe. Hilo ndio lengo langu. Nia yangu nianze safari ya kuwa huru, nachezea mwili wake mpaka asikie raha, anipe siri nisiyoijua. Kaka George na hakikisha anafanya kila ninachotaka. Nitajua namfanya nini mpaka akubali anibunie mimi. Upande wa mama alikula chakula alichonywesha kwa mahaba mazito mpaka mama akajua baba kasharudiwa moyo kwake. Alafu akamwambia, mimi naungana na wewe kwenye kila jambo, sitopigana tena na wewe. Mama alijua ni kweli. Maskini Mungu, mengine sisemi. Walipomaliza mama alilala usingizi mzito. Baba akatoka chumbani, kachukua kitambaa kile chenye sumu ammalize mama. Lengo litimie jamani. Mama yangu ndio amelala, baba anataka ammalize. Mama yangu kipenzi ajui chochote. Baba ndio anaenda kuchukua kitambaa jamani. Na huku upande wangu mimi nishavaa kanga nyepesi, ndani sijavaa kitu. Nikajitoa fahamu. Nikasema ngoja nimfuate kaka George chooni, naona nachelewa kutoka. Nikaenda mpaka kwenye mlango wa choo, nikafungua mlango, nikaingia chooni. Sasa yani, nasemaje? Sasa yani, basi niseme hakuna la ziada. Tutajua zaidi kipande cha 7. Huenda tutatumia masaa mengi, lakini kitakuwa lasti, ni kipande cha mwisho. Kipande cha 7 tutajiweza kujua huyu baba yake Tabu pamoja na mama yake Tabu. Je, baba yake Tabu alifanikiwa kumuua mke wake? Na je, Tabu yupo na Kangamoko atafanikiwa kuuteka moyo wa kaka George? Yote hayo tutajua katika simulizi kipande kinachofuata. Kubwa ni kuhakikisha wewe unakuwa nami tu. Hii ni Vam TV Online. Hakikisha unanipea sapoti ya kushare, kulike na kutoa maoni yako. Asante sana. Wallahi.